riziki haitakiwi kutumiwa vibaya. Riziki ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa sisi wa Tanzania ni hii nchi ya Tanzania. Hii ni riziki ambayo tumepewa wa Tanzania wote. Hili lijulikanwe kwamba sisi wa Tanzania kupewa Tanzania ni riziki. Na tunapaswa kuhakikisha kwamba riziki hii tuliopewa tunailinda kwa kila namna ya ulinzi unaotakiwa kulindwa riziki. Ni kama vile mtu aliyopewa riziki ya mali na asset mbalimbali, kisha akajenga nyumba, akaweka milango ya grill, milango ya chuma, akaweka geti kubwa, akaweka fence, akaweka mitambo maalum ya ulinzi, akakodi askari au wamasai wa kulinda, akaweka na mbwa. Hii ni nyumba moja tu imezungukwa na ulinzi wa sampuli hiyo. Tanzania nayo kwa kuwa ni nyumba, kwa kuwa ni riziki tuliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunatakiwa nayo kuilinda. Katika moja ya njia ya kuilinda riziki ya Tanzania ni kuwateua viongozi watakaosimamia mamlaka ya Tanzania, watakaosimamia uendeshaji wa Tanzania. Kutofanya hivyo huwa kunapelekea hii riziki kuharibika, na mifano imedhihirika maeneo mbalimbali. Ima kiongozi aliyokuwa madarakani akasema kuanzia sasa hakuna uchaguzi, mimi nitakuwa rais wa milele. Machafuko huanza. Au pale ambapo nchi ikapoteza namna ya demokrasia ya uchaguzi, kama vile Libya baada ya kufa au baada ya kumuua Kanali Muammar Gaddafi, nchi moja ina serikali mbili na ina mabunge mawili zaidi ya miaka 10. Ni kwa sababu hakuna fursa ya wale waliopewa riziki kuwachagua viongozi wao. Kwa hivyo wa Tanzania tunatakiwa kwanza kuelewa kwa mujibu wa Qur'ani, hii Tanzania ndiyo riziki yetu aliyotupa Mwenyezi Mungu. Inna Allaha yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru, Mwenyezi Mungu anaumba kitakacho na anakichagulia. Sasa sisi hatukufanywa kuwa ni wa Marekani, kuwa Warusi, kuwa wa Saudia, kuwa wa China, kuwa wa Burundi, kuwa wa Rwanda. Mwenyezi Mungu ametufanya sisi kuwa wa Tanzania, si kwa bahati mbaya. Ndiyo kadari yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoipanga. Katika suratul Hujurat Mwenyezi Mungu anathibitisha kwamba sisi tumechaguliwa Tanzania. Tanzania imetajwa ndani ya Qur'an. Al-Hujurat 9:11 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayuhan nasu, enyi watu,
Tanzania wanaishi watu, hawaishi Waislamu pekee, hawaishi Wakristo pekee, wanaishi watu waliokuwa na imani zao, hawa Waislamu, hawa Wakristo, hawa kadha 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 kadha. Sasa Mwenyezi Mungu anawazungumzisha watu wanaoishi ndani ya Tanzania. Ya ayuhan nasu, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, sisi tumewaumba kutokana na mwanamume mmoja na mwanamke. Waja'alnakum shu'uba, na tukawafanyeni mataifa. Waja'alnakum shu'uba, piga mstari chini, tukawafanyeni mataifa. Shu'ub ni plural, ni jamu ya sha'b. Sha'b ni taifa moja, shu'ub ni wingi wake. Tukawafanyeni mataifa. Katika jumla ya mataifa yaliyofanywa na Mwenyezi Mungu na yamethibiti ndani ya Qur'ani ni Tanzania, Marekani, Urusi, Uganda, Kenya na mataifa mengine ambayo tunasomeshwa mashuleni kwamba hili ni taifa. Sasa watu kuwa taifa ni takwa la Mungu. Waja'alnakum shu'uba, na tumewafanyeni kuwa ni mataifa. Lakini pia ndani ya taifa kunapatikana makabila. Ndani ya Tanzania hili ni taifa, ndani yake mnapatikana makabila. Yale makabila nayo ni takwa la Mungu. Waja'alnakum shu'uba wa qabaila, tumewafanyeni mataifa na makabila. Lengo likiwa nini? Litaarafu, ili mpate kutambuana, ili mpate kutambuana, huyu Mtanzania, huyu Mrwanda, huyu Mkongo, huyu Mkuwait, ili mpate kutambuana. Muda wa kuwa Mwenyezi Mungu anathibitisha kwamba Tanzania nayo imetajwa ndani ya Qur'ani kwa sababu ni sehemu ya taifa. Kama wewe sio taifa, hauingii katika aya hii. Lakini kama ni taifa, Mwenyezi Mungu hakutaka kuyataja mataifa moja moja kwa sababu mataifa yanaendelea kuzaliwa. Mataifa yanaendelea kuzaliwa. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, tumewaumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke. Waja'alnakum shu'uba, na tumewafanyeni kuwa ni mataifa. Tunaposema United Nation, Umoja wa Mataifa, Tanzania nayo ipo mule, ipo katika UN, na Mwenyezi Mungu anataja UN yake ndani ya Qur'an. Sasa kwa kuwa sisi ni Watanzania, maana yake Mungu ametufanya sisi kuwa Watanzania, na kama ametufanya kuwa ni Watanzania, ili Tanzania iendelee kubakia katika utanzania wake, katika amani yake, katika utulivu wake, moja ya mambo ambayo yanaifanya nchi kuwa katika utulivu, unapofika msimu wa kubadilishana watu viongozi, sisi wananchi tunatakiwa tutumie nafasi hiyo. Na ndio maana tunasema kwamba tukapige kura, tujiepushe na mihemko. Waislamu, tarehe 29 Oktoba 2025 ni siku ambayo inakuja miaka mitano mara moja. Kwa kuwa sisi ni sehemu ya Watanzania, tunatakiwa na sisi kujitokeza kwenda kutimiza takwa la Kitanzania la kuwachagua viongozi wetu. Hii nchi haiongozi kwa misingi ya Uislamu wala kwa misingi ya Ukristo.
inaongozwa kwa misingi ambayo tumekubaliana kujiongoza katika misingi hiyo. Kila unapofika muda wa miaka mitano unafanyika uchaguzi mkuu, kuwapata madiwani, kuwapata wabunge, kupata rais. Zile changamoto tunazozilalamikia kipindi cha miezi miwili, tumepewa fursa ya kuwasikiliza wagombea wanaoendelea kujinadi. Yule ambaye umeshawishika naye na maneno yake kuwa ni maneno mazuri, ukaona huyu mimi ananifaa, huyu mimi ataniletea maendeleo katika kata yangu, katika jimbo langu, katika nchi yangu. Hao watu watakaokwenda kufanya maamuzi wameelezwa ndani ya Qur'an. Fabashir ibadi alladhina yastami'una alqawla, wape habari njema waja wangu ambao wanaolisikiliza neno. Na kwa kuwa Qur'an inatafsirika kwa matukio, unaweza ukaitafsiri hii aya fabashir ibadi alladhina yastami'una alqawl, wabashirie, wape habari njema wale ambao wanaosikiliza kampeni. Fayattabi'una ahsana, na wakafata yale yaliyokuwa mazuri mno. Kwa hawa watu ambao vyama vyao vinajinadi kwa idadi yao, wewe ukasikiliza maneno yao, fatattabi'u ahsana, na ukafata lile lililokuwa zuri, kwamba huyu bwana mimi kaniridhisha. Ninaamini Tumbi anaweza akaja akaibadilisha, ninaamini Kibaha anaweza akaja akaibadilisha, ninaamini Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaweza akaja akaibadilisha. Basi huyo unatakiwa ukamchague tarehe 29. Lakini tunatakiwa kujiepusha na mihemko, kujiepusha na mihemko. Ndugu zangu Waislamu, sisi Waislamu tuna nidhamu. Nidhamu yetu ni ya Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mihemko haina nafasi, ushabiki hauna nafasi, hauna nafasi. Mihemko wa kwanza unaoendelea kuzungumzwa katika mitandao ya kijamii, suala la maandamano. Suala la maandamano ni swala ambalo ukirudi katika Qur'ani na ukirudi katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hutakiwi kusaidia jambo ambalo lina maasi ndani yake, linapingana na mamlaka ndani yake. Man aana ala maasiya walau bishatri kalima kana sharikan lahu fiha, mwenye kusaidia maasi japo kwa nusu ya tamko, naye amekuwa ni mwenza, ni mshirika katika maasi hayo. Maandamano ambayo yanakwenda kupingana na takwa la nchi, takwa la kikatiba, Qur'ani na kukataza kushiriki katika mihemko hiyo. Maana ni mihemko, ni mihemko. Waislamu hawaongozwi na mihemko. Wala takul illa bitafakkuri, usiseme isipokuwa kwanza baada ya kutafakari. Idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibata, unapotaka kufanya jambo angalia mwisho. In kana khaira, hilo jambo likiwa la khairi zuri, famdi, lipitishe, lifanye. Wa in kana sharra, na hilo jambo likiwa ni baya, fanta, achana nalo. Leo Tanzania tumekumbwa na kitu kama ujinga fulani. Watu waliokuwa nje ya Tanzania
wanaishi maisha yao, wanafanya shughuli zao, wamekuwa wao ni sehemu ya kuwachochea Watanzania, tena kwa propaganda za kitoto kabisa, ili Watanzania waingie barabarani, wafanye maandamano haramu, maandamano ambayo tayari wale tuliowakabidhi mamlaka wanaendelea kuyahubiri kwamba jamani, mzazi mwambie mtoto wako hilo jambo halipo, usishiriki katika jambo hilo. Wewe ukijipeleka na ukapata matatizo, hayo matatizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza anakupa madhambi, na ikipelekea nafsi yako imeondoka kwa matatizo hayo, maana yake pia hata mustakbali wako kwa Mwenyezi Mungu sio mzuri. Sallallahu ala Muhammad. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, msizitie nafsi zenu katika maangamivu. Haiwezekani mtu yuko Marekani anatuhamasisha sisi tuiharibu nchi yetu, na hata kama angetokea Mtanzania yuko hapa Tanzania kisha anawahamasisha wa Marekani waiasi serikali yao, wafanye fujo kule Marekani, kwa tunavyomfahamu Marekani na ubabe wake, kwanza angekata mahusiano na Tanzania ya aina zote, angeiwekea vikwazo Tanzania. Kwa tunavyoijua siasa ya Marekani, kama kungekuwa na Mtanzania hapa anawahamasisha wa Marekani kule wafanye fujo zitakazomvuruga Donald Trump, rais wa Marekani, kitu cha kwanza Marekani anaweza akaipiga Tanzania, Marekani ataiwekea vikwazo Tanzania, Marekani atafanya kila namna, na siasara ikaitwa nchi ya kigaidi. Manake ugaidi kwa Marekani ni kama vile Big G. Leo anaweza akwambia wewe gaidi, kesho akakwambia wewe ni sahaba. Sallallahu ala Muhammad. Mtu huyo. Sasa ikiwa jambo hili hata Marekani mwenyewe halikubali, lakini leo yuko mtu Marekani anafanya uchochezi ndani ya nchi huru, kuharibu takwa la kidemokrasia ambalo yeye mwenyewe Marekani analisimamia na nchi za Ulaya. Sasa mtu yule propaganda zake dini ya Uislamu inatutaka kuzipuuza. Kila siku analeta taharuki kwa wananchi, anatengeneza mapinduzi ndani ya mdomo wake, anawachunganisha wananchi na rais na serikali na jeshi. Wote mnashuhudia nini ambayo anayafanya yule. Lengo lake ni kuiona Tanzania damu na mifereji inamwagika. Ile ni mihemko, na ni mihemko ya utumishi. Anatumika, anamtumikia nani? Anamjua mwenyewe nani anayemtumikia. Sasa sisi Waislamu, dini yetu Mwenyezi Mungu anasema kuntum khaira umma, mmekuwa nyinyi ni umma uliokuwa bora. Lesh, kwa sababu ya nini? Ta'muruna bil ma'ruf, naamrishana mema, watanhauna 'anil munkar, na mnakatazana maovu. Tanzania ni riziki aliyotupa Mwenyezi Mungu. Ukitaka kujua hii riziki inatakiwa kutunzwa, rudi Gaza, rudi katika zile nchi ambazo waliichezea riziki ya amani waliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna kama mtu kujivunia na nchi yake. Nyinyi wanafunzi au Watanzania, ukiwa nje ya nchi
ndio utajua thamani ya nchi yako. Kule wewe si lolote si chochote, si lolote si chochote katika nchi isiyokuwa ya kwako. Mwanafunzi kipindi akimaliza masomo yake, kamaliza asubuhi, mchana anaingia ndani ya ndege anarudi nyumbani. Kule unakuwa ugenini. Uhuru upo ndani ya nyumba yako, tena iliyokuwa na amani. Wale wa Gaza leo mnaiona kana kwamba imepigwa mabomu kadhaa ya nyuklia, na ndicho wanachokisema wataalamu wa vita, kwamba imepigwa mabomu ya kawaida, lakini kiuhalisia ni kama idadi fulani ya mabomu ya nyuklia yamemiminwa pale, jinsi ilivyo ya Gaza. Huyu Donald Trump kasimamia last week mkataba wa amani kati ya Hamas na Israeli, mkataba ambao tunauombea dua pamoja na unafiki uliokuwemo ndani yake, kwamba Israeli haiko tayari kutekeleza baadhi ya vifungu vya mkataba wa amani. Wamebadilishana mateka hai na waliokufa, pamoja na unafiki unaoonyeshwa, lakini bado lile suala la kuwafanya wa Palestina wawe katika amani tunaliombea dua. Hakuhama wananchi wale wa Gaza, hakuhama hata mmoja kuikimbia nchi yake. Walichokuwa wanafanya ni kumuvu tu. Leo wapo Kibaha, kesho wapo Kisarawe, kesho kutwa Mkuranga, Bagamoyo. Wameimaliza ardhi yao, wakipigwa huku wanakimbilia huku. Magofu matupu, hawakuomba ukimbizi. Baada ya mkataba wa amani, wote wanarudi, kila mtu anajenga hema kwenye gorofa lake, kwenye jumba lake lililolipuliwa. Ile ni kitu gani? Ile ni watania, uzalendo wa nchi, kwamba sisi eneo letu ndio hili. Na ndivyo maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo wewe kama Mwenyezi Mungu amekufanya mkazi wa hapa Kibaha, utajisikia amani ukiwa hapa Kibaha. Utaridhika na Kibaha yako na Mwandalugali yako. Na mtu akitaka kukuhamisha bila ya ridhaa yako, huko anakopeleka utakonda, huna amani, utokula. Swali ni Mtume Muhammad. Na ukienda eneo lingine kijijini, unawakuta vijana na bodaboda wanalima, wanafanya shughuli zao. Unajiuliza kwa nini hawa hawaendi Dar es Salaam? Ukimpeleka Dar es Salaam huyo kijana, kama vile umempeleka kaburini. Kutwa anaona kama mwaka, arudi kule. Yaani Mwenyezi Mungu nafsi jinsi anavyoiumbia katika eneo fulani, ukiitoa nafsi hiyo katika position yake katika eneo lake, unaiingiza katika mateso. Na sisi wa Tanzania hatuna ardhi nyingine zaidi ya Tanzania. Mahujaji wanaokwenda Maka, viwanja vitukufu wanakwenda, wakati wa kwenda kama grupu 3, kila mtu anataka yeye awe ndege ya kwanza kwenda Maka. Mimi ndege yangu nataka iwe ya kwanza. Vurugu, kila mtu anataka ndege ya kwanza. Wakati wa kurudi watu wapo katika nchi tukufu, nchi ambayo ukifa Tanzania unatakiwa ukazikwe kule. Lakini angalia, mahujaji wa dunia nzima hakuna anayekubali kubaki Maka. Hakuna anayekubali kubaki Maka. Yule aliyokuja ndege ya kwanza anataka arudi na ndege ya kwanza. Aliyokuja na ndege ya mwisho anataka arudi na ndege ya kwanza. Inakuwaje nyinyi mko katika mji mtukufu? Ni kwa sababu ya nchi. Kwamba ukimweka kule Maka, Saudi Arabia, anaona kama vile umemweka sehemu ya mateso, sehemu ya adhabu, pamoja na kwamba misikiti mitukufu iko pale, mambo matukufu yako pale, lakini kwa sababu ya ule nchi, kwamba mimi ni Mtanzania, kule ndio naishi kwa kuenjoy, hapa nitaishi kama vile mkimbizi. Tukapige kura ili Tanzania ibakie katika utulivu wake na amani yake, na tuwapuuze wale ambao wanaotufanya sisi tuingie katika mihemko, tuingie katika uchochezi wa kufanya ghasia na fujo ili nchi yetu iharibike.
Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuvushe katika uchaguzi kwa salama na amani.